Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na leo tupo katika kipindi cha Maisha na Watu ambapo tutazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na malezi katika familia, lakini pia siku hizi kuna wimbi kubwa la vijana ama watu wazima ambao unakuta katika swala zima la malezi ya familia, mtoto anaachiwa upande mmoja. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, lakini pia nyuma ya kamera tutakuwa na Ganji Mashaka. Unaweza ukatoa ujumbe wako kuhusiana na malezi ya watoto katika familia. Hapa nipo na mgeni studio, nitaweza kumtambulisha alafu tutazungumza 1 2 3. Kwa majina yetu Ajuaye Wilson. Ajuaye Wilson. Katika swala zima la malezi, tumeona baadhi ya wanandoa wakiachia upande mmoja. Labda unakuta mtoto analelewa na mama au analelewa na baba. Imefika mbali zaidi, baadhi ya vijana mjini wanachukua watoto wanapeleka vijijini kwao, kwa maana ya kuwapeleka kwa bibi na babu katika swala zima la malezi. Sababu kubwa huwa ni ipi? Sababu kubwa kwa wazazi wanakuwa wanachukua, unakuta mtoto amepeleka kulelewa kwa mamake kijijini. Changamoto unakuta nyumbani labda kuna mapungufu kati ya wazazi wawili. Lakini siku hizi kuna wimbi kubwa la kukuta baadhi ya mabinti unakuta wanalea watoto wao kama wao. Wengine siku hizi wameenda hadi mbali zaidi, wanakuambia kwamba baadhi ya vijana wana tabia kwamba yeye anataka kuzaa ila sio kulea. Nini ujumbe wako kwa vijana kama hao wenye tabia hiyo? Ujumbe kwa vijana wa hivyo, ushauri, waache kuachia wasichana au wake zao kulea watoto peke yao. Kwa sababu tukikumbuka sisi vijana, sisi tunawafuata wasichana, sisi tunawafuata. Kwa tukishapata kiacho tulichofuata, tunawatelekeza, lakini sio vizuri. Leo hii tunaona baadhi ya vijana, chanzo kikubwa inasemekana kwamba vijana wengi hawataki kuoa. Kwa maana wengi unakuta wamezalisha baadhi ya mabinti, unakuta kijana mmoja na watoto 2 3, kila mtoto na mama yake. Sasa hapo huoni kama kuna utengano fulani katika familia, na kipi cha kuweza kuambia vijana kama hao wenye tabia ya kuzalisha watu wengine bila mpangilio wa malezi unaotakiwa katika jamii? Kwa hilo sisi vijana ni tamaa. Kwa hapo wanaona wanafanya vizuri, lakini mbeleni kwa wale watoto wanaozaliwa tofauti, kwa baadaye hawezi kupendana, wanachukiana. Alafu unajua msichana lazima hata yule mtoto akimlea peke yake atamweka kama chuki ya kuchukia wewe baba. Unaona? Akishamweka kama ile chuki, hata baba na hata mtoto akikua anaendelea kumchukia baba, anakuambia kwanza mimi sina baba kwa sababu nimekuwa peke yangu. Kwa kama ni msichana ndio utakuta msichana amechukia wavulana wote. Kosa la mtu mmoja linabeba watu wengi. Katika swala zima la malezi, ni madhara yapi ambayo mtoto ataweza kuyapata wakati atakapolelewa na mzazi mmoja au tunasema upande mmoja, baina baba na mama kuna mgawanyiko? Kwa hiyo mtoto yeye amelelewa kwa mama au kwa baba, ni madhara gani ambayo anaweza akapata mtoto huyo endapo akikuwa katika malezi ya upande mmoja? Madhara kwa sababu amekuwa kwa upande mmoja. Mfano, mtoto amelelewa na mama tu, hajalewa na baba. Kuna mapungufu mengi hajapata kwa baba, atapata pale yale malezi ya mama. Mama malezi yake na baba ni tofauti, lakini wakiwa wote wakishirikiana pamoja, mama anatoa ushauri wake kwa mtoto na baba anatoa ushauri wake kwa mtoto. Kwa yale malezi yote kwa mtu yule aliyekuwa peke yake
ameshakosa malezi upande mmoja. Kwa hapo mapungufu au changamoto, labda mfano ni kijana akikuwa na mama, atakuwa na ile tabia ya mama peke yake. Ile tabia ya baba haipo. Sasa hapo madhara mbeleni ukikua, kwa sababu sisi vijana sisi tukikulia kwa mama, mama hata kwa malezi yake atakudekesha, zile kazi za kufanya kazi nzito hazitakuwepo. Kisha mama akikwambia, labda umemwambia, amekwambia nenda uchote au nenda kuchanja kuni, anamwambia mimi nimejichokea, na mama atasemaje? Viache. Lakini miongoni mwa wakina mama wana hiyo tabia ya kuwakataza watoto wao wasifanye baadhi ya shughuli, wakidai kwamba ni mapenzi ya dhati kwa mtoto. Nini mtazamo wako juu ya hili? Kama ulivyosema kwamba anaweza kumwambia kachote, kanywe mzigo fulani, anasema achana navyo. Tunaona si kwamba tunaingia katika wimbi kubwa la maskini, wimbi kubwa baya katika swala zima la malezi juu ya hilo. Kwa hapo kwa mama anaona anafanya sahihi kwa upande wake, lakini kwa upande wa mtoto analemaa kwa sababu mtoto akishakuwa kama mtu mzima au akifika miaka 18 lazima ataenda kutafuta naye maisha yake. Kwa utakutana na kazi nzito tofauti na ile aliyozoea ya mama yake. Kwa hiyo akiingia kwenye hizo kazi atapata changamoto kubwa. Kwa sababu alishadekezwa. Ukimwambia kuna watoto wengine hawajui kuchota. Kuna kijana mmoja, yani kuna vijana wengi hata kupasua kuni kwa sababu hawawezi, kwa sababu yale malezi ya mtu mmoja. Lakini nakumbuka baadhi ya malezi yanafanyika kuanzia nyumbani, lakini pia baada hapo kuna swala zima la kuwapeleka watoto shule. Tunapozungumza issue ya malezi, sio katika familia tu, hadi kuwapeleka watoto shule. Nini ujumbe wako kwa wazazi ambao wana mwitikio hasi au wana mwitikio mbovu wa kuwapeleka watoto shule? Na baadhi ya wazazi wanadai kwamba siku hizi tunasomesha watoto lakini ajira ni changamoto. Nini imani yako juu ya hili? Amna ushauri wazazi, kusomesha mtoto ni vizuri, kwa sababu sio kumsomesha ili apate ajira. Akishajua kusoma na kuandika ana mambo mengi anayopata. Sio lazima tu ajiriwe, ajipanua yeye kielimu. Kwa wazazi wasikate tamaa kusomesha watoto, wasomeshe. Sawa. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, ulikuwa nami Ayubu Amos katika kipindi hiki cha Maisha na Watu, lakini pia nyuma ya kamera ulikuwa na Ganji Mashaka. Unaweza ukatoa ujumbe wako hapo chini, ukatoa comment kuhusiana na malezi ya watoto katika familia. Nini kifanyike ili kuhakikisha kuwa swala zima la malezi, baba na mama wanashiriki sawa sawa katika swala zima la kulea watoto. Na hapa studio nilikuwa na mgeni ambapo tumeweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hiki. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV, tunakwambia tumekusogezea dunia. Asante.